Bwana Yesu ainuliwe. Tuinamishe vichwa tumshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu mfalme wa mbinguni, ninakuja mbele yako nikijua ya kwamba uko na nguvu na mamlaka wa kutenda makubwa. Asante kwa ajili ya wakati huu tumekutana katika hema lako kwa ajili ya kutafuta uso wako. Asante kwa ajili ya usima na ushindi umetupatia Baba. Asante kwa ajili ya baraka ya mfalme. Asante kwa ajili uliotubariki na kila kimoja tunahitaji. Hakuna Mungu mwingine ila wewe wa kuabudiwa. Naomba ukashuka kwa wapendwa, watakase na ukafungue, walio na vita uondolee, na magonjwa ukasimamishe magonjwa kwao. Ni wakati naenda kupeana neno lako. Naomba mimi chombo nitumikie, unipatie hekima na busara na uerevu. Utatanisi na vita ya shetani ukondoe. Nimefunga kila maroho kutoka baharini, kusimuni na jangwani na nchi kavu ishindwe. Waachilia nguvu zako za Roho Mtakatifu unijaze na ukaninue. Haachilia malaika wako 12 kila mmoja atembee. Fungua wapendwa wakienda kulipokea, liwe afya katika miili yao. Na katika kiroho wainue na wafungue macho ya kiroho wapate kuona, na fikira zao sipate kibali machoni mwako. Katika jina la Yesu nimeomba nikiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Kristo inuliwe. Mafundisho ya leo ni kwenda katika kitabu ya Methali 2 kuendelea chini. Tunaenda kujifunza juu ya thamani ya hekima. Hekima ni nini? Mwanadamu tuko na hekima mbili. Tuko na hekima ya elimu, mtu aliyesoma, na tuko na hekima ya Roho Mtakatifu kutoka juu mbinguni. Lakini hii naenda kuelezea hekima kutoka kwa Baba, ndio Mwenyezi Mungu. Mkristo mwema anafaa kuwe na hekima. Na ukiwa na hekima katika safari ya wokovu inakuwa rahisi kutoboa, hata ikiwa vita na majaribio na mambo mengi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika hali ya hekima, katika hii kitabu ya Methali tunajifunza ya kwamba tunatumia katika hali ya ufumbo na katika hali ya mifano tofauti. Hiyo tukitumia ufumbo katika hii Methali pamoja na mfano, maandiko yatuambia kwamba tunachenga Wakristo katika kiroho. Ndio katika majaribio na katika vita mingi unaweza kuyashinda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiwa mwenye ufahamu na mwenye maarifa na mwenye busara, wewe unaenda katika hali ya kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Turudi katika maandiko. Methali 2 ama Proverbs 2 kuanzia 1 kuelekea chini. Maandiko yatuambia hivyo: mwanangu, kama ukiyakubali maneno yangu na kuyaweka akiba maagizo yangu, hata ukatega sikio lako usikie hekima, ukaelekeza moyo wake upate ufahamu, namu ukiita bushara na kupaza sauti yake upate fahamu, ukiutafuta kama fedha na kuutafutia kama asina iliyositirika, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tupigie Kristo makofi. Neno yatuambia kwamba katika hii maandiko ya Methali, katika hali ya Kikristo ama hali ya Kristo, hali ya kiroho, tukaonywa katika hii maandiko ya kwamba mwanangu, ukiwa unakubali maneno, Bwana Yesu apewe sifa, na kuweka katika maneno yake katika hekima na busara, ama katika maagizo, na ukiweka maagizo akiba yake Mwenyezi Mungu, hata ukitaka kusikia neno, na katika hilo nene isikio katika hekima, uelekeze moyo wako upate ufahamu. Katika hekima lazima uelekeze moyo wako kupata ufahamu. Ni kumaanisha kama wewe Mkristo ukitaka kutembea katika nuru ama mwangaza wa Yesu Kristo, lazima ukuwe na hekima na ufahamu. Kwa sababu hekima inachenga Mkristo katika kiroho. Hekima upata kutofautisha, kwa sababu maandiko yatuambia katika hii kitabu lazima tuelezee juu ya ufumbo na maana yake ama mfano. Na katika hii mfano na ufumbo katika Methali yatufundisha ya kwamba Wakristo wanapata kuelewa zaidi juu ya Yesu Kristo.
Bwana Yesu apewe sifa. Tunaelewa ya kwamba tunachua na kuelewa kwamba Yesu Kristo aliteswa msalabani akasulubishwa. Lakini ukiambia mtoto ya kwamba aliteswa na akasulubishwa, kabla uchamuwekea ile video aone, taona ya kwamba ni ndoto kwake. Lakini ukishamwekea akiangalia mpaka mwisho, ataona kweli inasikianga lakini imechionea. Lakini wewe umeokoka, unaomtambua Yesu Kristo, lazima uende katika njia ya hekima na maarifa na ufahamu. Na katika ufahamu inakuchenga katika kiroho, uweze kutambua huyo Yesu Kristo ni Mungu wa miungu na Mungu asiyobadilika. Mwanadamu hubadilika, lakini yeye abadilike. Anasema uweke kama akiba, wakati wa urejesho yeye atakuinua. Na katika ufahamu ukuwe mtu wa hekima, ndio katika njia zako, katika mawazo na fikira sichengeke. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko tuambia 5, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Ukiwa mwenye hekima, ukiwa mwenye hekima utapata ufahamu. Ukiwa mwenye busara utapata ufahamu. Na ndipo utakofahamu ya kwamba hiyo ndio mwasa wa kumcha Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usiwe mtu wa kuroboka mambo. Ukisachukua chambo, ukisasikia chambo, chukua hatua, enda pole pole uchunguze. Icharisti ni muda gani inachukua kwa kuchunguza. Mwenye hekima akimbilii mambo. Mwenye hekima anaenda pole pole akichunguza mpaka peupe inaonekana. Lakini mwenye ana hekima kutoka kwa Mungu anarukia mambo na decision yake inakuwa mbaya. Lakini mwenye hekima na maarifa anachukua muda, anaangalia ichambo likoache, analipendua mpaka mwishoe anapata chambo lilo la maana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo Mkristo lazima kuwe na hekima kwa kila chambo. Lazima kuwe na hekima kutoka kwa juu kwa Baba. Kuna hekima yale inapitia katika masomo uliyosoma. Lakini kitu ya maana tunasoma ni hekima kutoka kwa juu Baba. Ukiwa umeokoka lazima uendee mambo pole pole. Ikiwa ni mtoto kwa nyumba yako ati unamuonya, unampatia muda. Unamuonya, unampatia muda. Unamuonya, unampatia muda, unazidi kuomba mpaka mwishoe inakucha weupe. Akiwezi akasema tafadhali. Neta kuwa tafadhali kwa kila chambo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mama, ukisikia baba aonekani kwa kazi, ama anaonekana kutoka asubuhi mpaka saa 7, lakini anaingia kwa nyumba saa 12 anakuambia kazi ilikuwa mingi, wacha kurukia, mupatie wakati. Mupatie wakati. Kwa juze zidi kuomba. Huyo ndio mwenye hekima. Usije kupendua utapata weupe. Kwa sababu ukienda kwa ile haraka utapata umekosea. Utapata ya kwamba Shetani hataki upendo. Anataka watu wakosane na watenga. Na wakati unawaambia kila wakati, Shetani yeye ako katika hali ya mbio. Na vile Shetani ako katika hali ya mbio, anatafuta wafuasi. Na Shetani achui mtoto na mtu mzima. Hata wako anaweza kuwa pepo. Ni uongo ama ni kweli? Hata wako anaweza kuwa pepo. Bwana Yesu apewe sifa. Anaweza kukusungusa. Anaweza kukusumbua. Ndiye akupandishe pressure. Lakini unasema Shetani ashi. Kwa hivyo kuwa na hekima na busara utashinda. Ndio kwa sababu unaona ya kwamba Suleiman alifanya nini? Alitoa uamuzi uliowapora. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Alitoa uamuzi wa nini? Aliyopora. Na Waisraeli walisangilia Yeremia kwa sababu alikuwa wa kiroho katika safari yake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo usifanye kitu ufurahishe mtu.
Usifanye kitu ndionekane ukiwa mzuri. Hatujafika, tuko katika safari. Na katika hii safari inahitaji maombi. Unasema kwa maombi, unasimama katika neno, kwa sababu wokovu utapita. Shetani anajua akija katika nyumba yangu anatoa ushuhuda kweli kweli. Ananyenyekea. Anatoa ushuhuda. Anasema mimi ni mfuasi wa fahali fulani, nimeokoka, Yesu ni Kristo. Uko pamoja nani? Akizaa ushuhuda, hiyo ni lengo ya kuteka nyara. Usipokuwa mtu wa kuomba na kumjulisha mtu kitu, utapata umenaswa. Ndio kwa sababu nawaambia simama katika neno, usisimama katika wokovu. Kwa sababu wokovu itapita, lakini neno itasimama. Na sio mtu wa kusikiliza maneno, kuwe mtu wa kusikiliza neno. Kwa sababu maneno ya watu wengi itakupoteza. Na Shetani mara mingi nawaambia piti kwewa. Anapita kwa hilo nasema ni rafiki. Na rafiki wa siku hizi ni adui. Plan A ikikosa, plan B inakuwa. Shetani anaona uko karibu kuvuka ile mto. Lakini lazima alete vikwazo ndio ukasirike, ndio usifike mahali wewe. Unaona ya kwamba wana wa Israeli waliokolewa na Moses kutoka wapi? Walipotoka Misri walifika kwa njia walimkwaza. Mpaka akatenda kinyume cha mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na wewe siku ya leo usiwe mtu wa kukwazika kama Moses alikwazika. Akakosa kuona ile nchi ya wapi? Kwa mtu mwenye hekima na busara na uerevu. Ukiwa na hekima unaweza kutofautisha yaliyo mema na mabaya. Jambo likicha unaweza kujua huyu mtu amekuja katika majaribio. Sio wote walio katika hekalu ya Bwana wanaomhitaji Yesu Kristo. Ukubaliane nami, usikubaliane nami. Lakini nego moja ni huyu mtu amekuja mbele ya Bwana aje. Lengo yake ni nini? Shetani hakai kwa walevi kwa sababu amejua walevi wamevika. Shetani hakai kwa wezi kwa sababu anajua nini? Wezi wamefanya nini? Amewachukua. Ako katika makanisa. Anachunguza ni nani anaosimama katika neno. Ni nani ako mahali hapa kwa ajili ya wakati? Ni nani ako mahali hapa siku ya Sunday nani yafungua Biblia? Siku ishe kwa sababu ni mpumziko, Monday yarudi kasi. Kwa hivyo Wakristo, hekima inatakikana kwa mwanadamu yoyote ameokoka na kumkiri Yesu Kristo. Usipokuwa na hekima huwezi ukalea watoto vile inatakikana. Kwa sababu kuna wale watakukwasa katika safari. Kwa wale watakucha mbele yako ndio wakukwase usiendeleze nchini. Wanatumika na Mungu. Wanatumika na Mungu. Hawatumiki na Mungu. Kwa hivyo lazima ukuwe mtu wa kuomba sana na kuchunguza kwamba hii jambo linakuja kwangu aje. Linakuja kwangu kwa ajili ya majaribio ama kwa ajili ya kuniangusha. Mwenye kifa lazima achunguze kwa kila jambo linalokuja mbele yake. Kwa sababu majaribio yacha kwa ajili ya kututia nguvu. Majaribio yacha ndio tujue mahali umeangukia. Ndio tujue kwamba umetenda hii kitu kwa ajili ya drama nini. Ndio tunaambiwa Kristo tukue na hekima. Kwa sababu hekima hujenga ufahamu. Na tunaambia kwamba methali ni mafumbo. Na mifano inaweza kuelekeza waliomcha wapate kuelewa jina la Bwana. Ama waelewe kile kinachoandikwa mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo Kristo ni mwema. Na yeye kazi yake ikoserewi. Yeye ni kamili na ni mwaminifu. Mwenye anaita hekima ndiye atapewa. Mwenye anaita busara ndiye atapewa. Mwenye anaita fahamu ndiye atapewa. Na hiyo yote ukiwa utamwamini Yesu Kristo na kutenda yali yake. Tuseme amen. Bwana Yesu apewe sifa.
Kwa hiyo hii wakati sio wa kung'ang'ana. Hii wakati ni kumwambia Bwana, ingia ndani yangu na unitendee. Nisiwe mtu wa kung'ang'ana katika maisha nikiwa katika wokovu. Niwe mtu wa kusema na wewe una neno ukiwa katika kiti yako, Yesu nipokee baraka. Kwa hivyo kila jambo inayokucha wakati ufaro. Usije ukasema ningelichua singelifanya. Kwa sababu kila jambo linakucha wakati wake. Kwa sababu huyu Mungu wetu wala kuchelewa, anakucha ile wakati wake aliyokupangia. Kwa hivyo kila jambo ikichwa mbele yako, sema Mungu wangu ni asante. Kwa sababu haya ilikuja kwa ajili ya kunitia nguvu na imani. Imani ni nini? Akupatia uvumilivu. Uvumilivu ni nini? Yesu Kristo mahali alipitia, aliona mengi, lakini akavumilia katika safari na akashinda. Wewe ni nani kama yeye alijaribiwa akakubali majaribio? Na kukubali majaribio, lakini Mungu wake aliyemtuma baba yake kamulea mpaka akashinda yale majaribio. Bwana Yesu apewe sifa. Ayubu pia alikaa katika vita na majaribio na magonjwa, lakini alijua kuna mtetezi wake aliye juu mbinguni. Sijui wewe mpendwa, mtetezi wako ni nini? Nenda ikawa umehangaika kifedha, nenda ikawa umehangaika kikazi, nenda ikawa umehangaika na magonjwa. Mtetezi wako ni nani katika ulimwengu wa dhambi? Ni ndugu yako, ni dada yako, ama ni mchomba wako? Wacha sisi sote wa Kristo tuangalie kule juu mbinguni. Kwa sababu maandiko yananiambia katika kitabu ya Zaburi, msaada. Bwana Yesu apewe sifa. Na msaada wake ukitoka mbinguni, Mungu ndiye anaelekeza hapa ama kifungo ya Ibilisi, hiyo msaada wake tokee mahali anataka. Ijarisi ni mtu atatoka USA akufariji. Ijarisi ni mtu atatoka wapi akusaidie. Lakini Mungu ndiye mfariji. Na Mungu ndiye anafungua baraka. Na Mungu ndiye anatenda mapenzi yake. Sio mwanadamu anaweza kutenda mapenzi yako. Inaweza kuwa umehangaishwa na magonjwa kwa muda mrefu. Inaweza kuangiwa kule kazini kuna vita juu yako. Lakini unachua mti mkavu, unaruswa mtu mkavu uweze kaguzwa mawe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tukae tukichua kwamba Mungu wako na Yesu Kristo wako ndio, kwa sababu mtoto wako wa kipekee alikuja kutukomboa hapa duniani pa dhambi. Na tuchamaliza hii safari, inatakikana hekima katika hii safari. Sio mtu wa kubaroka mambo. Sio mtu wa kusema leo nilitabiriwa nitaenda na gari. Sio mtu wa kusema ya kwamba kuna baraka kubwa mbele yangu nimetabiriwa. Ni mtu wa kusikia neno na kukaa katika maombi. Wa kukuambia Bwana ni asante. Haya yote napitia wewe unayachua vyema sana. Lakini usilazimishe jambo kuwa, kwa sababu yeye sisi tunaomba na Mungu wetu utenda. Usilazimishe kitu kukua. Sisi tunaomba na Mungu wetu utenda. Namwambia haya yote nashukuru. Ikiwa ni mliamua kwa mawazo na fikira zako, Mungu nisamehe. Ikiwa ni wewe umetangulia kunena ndani yangu, wacha mapenzi yako yatimike. Unaomba maombi fupi. Siomba ukilia sana ukimwaga machozi. Mwambie Baba, najua nakupenda. Hiyo maombi yanafika kwa wale wanaotubu wamekulia Bwana. Wale wanaojua wanaelekea wapi. Wenye hekima na busara na uerefu. Wakiambiwa kitu wanatafuna, wanaenda pole pole mpaka peupe pawasi inaonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Peupe pawasi anafanya nini? Ikionekana kila jambo inakuwa wazi. Ikiwa wazi unamwambia Bwana, basi ni mimi naona umeonyesha. Na vile wewe umeonyesha sina uwezo na mamlaka. Wewe leta jambo ndio niashie ushuhuda. Sikubali mtu akikwazo katika safari ya wokovu. Kwa sababu Shetani akona mbinu tofauti ya kukuangamiza ama ya kukutoa katika Ukristo. Usicho
Usikasirike vile Musa alikasirika akakosa ile wapi? Alikasirika ili Shetani unajua anaweza kutumia mtoto akusumbue katika nyumba yako. Na yusumbua anaweza kukuonyesha huyu mtoto afai unafaa umuue. Anakuwa akikuwa asubuhi zaidi na wewe unakuja kanisa. Anakuwa na vita kwako zaidi. Ambia Mungu kupitia mwanae Yesu Kristo nimeamuru hiyo. Okay. Na Kristo wewe utawale katika hii safari yangu. Usikubali mtu akuwe kikwazo kwako. Hakuna kawara ingia. Pale kwa chini. Usikubali mtu akuwe kikwazo. Usipembeleze Shetani kwa sababu atamea pembe zaidi ya ile yako nayo. Mwambie niondokee niende katika safari. Huruma Yesu Kristo alimaliza kule msalabani. Usisema ni huruma, huruma ya nini? Mtu lazima ajihurumie first. Huruma lazima mtu ajihurumie kwanza. Ndio neema ya Bwana ishuke juu yake. Shetani nawaambia ana mtoto na mtu mzima. Shetani ni Shetani. Bwana inuliwe. Shetani akia Shetani hawezi akabadilika. Ati akuja kwako anaona unasoma Biblia kwe mpole kwako. Shetani kazi yake ni kubomoa na kuangamiza. Kwa hivyo lazima kuwe mtu wa kuomba sana, mwenye hekima na busara, ndio chue Shetani akija kwako anakuja na njia gani. Na wewe usimame imara umwambie imeandikwa. Vile Ayubu alisimama akaongea akashinda yote macharibio. Vile mwana Yesu Kristo alisimama akasema imeandikwa. Huwezi kumwabudu Mungu mwingine isipokuwa nani? Bwana Yesu apewe sifa. Kwani kuna shida tukiongeleza ukweli? Hakuna shida tukiongeleza ukweli. Wacha mtu aukatae. Kwani anakupatia uhai? Kuna mbinguni ya mtu? Hakuna mbinguni ya mtu. Sote tuko katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Hata mtoto akila chakula katika nyumba yako laki umrekebisha. Na kumrekebisha sio tafadhali. Lakini ikiwa wewe msio unapembeleza unasema wacha. Ama mama unapembeleza unasema wacha. Itafika wakati wewe itakuwa kwaso kwako. Kijana mmoja alikuwa mtukutu. Au kuwa anatii. Akikimbia kifa vitu anaingiza kwa nyumba. Mama anamfunika. Anamwambia wacha. Lakini wakati aliposhikwa akawekwa ndani kifungo ya maisha, aliambia nataka niongee na mama. Akauliza unataka kuongea na nani unataka kuongea nani kati ya wazazi wako? Alisema mama, mimi nataka kuongea na mama. Nataka kuongea na nani? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mama alipofika mahali hapa akasema kwa chini naenda kufungwa maisha kifungo. Karibia nikuambie. Akafanya nini? Kwa hivyo usifunike maguwe ikiwa kwa chai, miti chai. Ukifunika utakuja kuregret. Wakati umekiona huko ngoa ya kwamba utangoa tena. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoa ya kwamba utangoa tena. Ikiwa hiyo musasi angesikana na baba, wangengoa ile magugu. Lakini Musa baba akiongea, mama anasema wacheni huyo tu. Atabadilika, kubadilika. Unachukua mwaka kubadilika bwana. Pepo ni pepo. Lazima uikemee mapema kabla ya mbili. Kama masikio. Sema ungenirekebisha mapema. Tuko pamoja wasasi. Singepotea. Wewe ulikuwa unakubali. Wewe ulikuwa unanifunika kwa ajili ya wakati. Mnaelewa vile na manisa. Unanifunika kwa ajili ya wakati. Ukuchua kwamba
ulikuwa na spoil my life. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka niwaonye wale magaidi ni wako na watoto sio wao. Wachunge sana. Ukichunguza kitu ukipata iko, take a step. Ujue nini utafanya. Wacha kusema sio wangu, hata akifanya hapa, damu yake utakucha kulipa. Ikiwa sauti imetokea, fuata hiyo sauti ukamilize. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kijana tulikutana naye mwaka alifanya form 4 mwaka iliyopita kama 3. Tulikuwa na yeye akanisalimia. Kaniambia mimi nashukuru kitu kimoja tu. Kama ni sio wewe singemaliza masomo, singekuwa mahali hapa. Sio ya kwamba ulikuwa unanilipia, lakini ulikuwa unanipatia mawaida, ikanibadilisha, ikanichenga. Pigie Kristo makofi. Bwana Yesu apewe sifa. Iye iliyerekebisha iye ilinisaidia nikasonga mbele. Kwa hivyo ukiwa na neema ya kufanya ABC, usipoteze kipofu njia. Usifinike taa ikiwe na waka. Kwa sababu wakati utaiweka keupe, kitaonekana kwa kila mmoja. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo ni kushukuru. Sio pesa alilipiwa, sio kila kitu alilipiwa, lakini mawaida na kasika na imempeleka mbali. Mwingine akasema hata ikiwa nilikuwa natoka mahali napata ugali ya usiku wananipea, ulinisaidia. Kwa pamoja. Wewe unasema mimi nitalinda wangu vizuri. Hata akiharibika sio wangu. Alafu unamfunika. Bwana Yesu apewe sifa. Na hiyo spiriti ni mbaya sana. Kemea pepo. Ambia Bwana utawale katika hekima na busara na uelewa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Uchea Bwana anaangalia kutoka juu mbinguni. Na hatuwezi kulea kama mayai. Ukweli uitwe ukweli. Chunguza ukisapata ukweli. Usikuwe mpole kama Biblia. Kwa mkali kama nani? Usikuwe mpole kama Biblia. Shetani anataka sauti Bwana. Ukimpembeleza atakuwa chui kwako. Na mwisho atakumaliza. Shetani atambui mtoto na mtu mzima. Anaweza kuja kwako kwa macharibio ndio akatisa safari yako ya wokovu. Muondokee apite. Ndio mkemee. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ni chisi Methali inatufundisha tukue na hekima na busara na uelewa. Ukitoka mahali hapa na kuchunguza, kisha mbele yangu nachua ufahamu wako. Ikiomba na kushika, nachua leo ni leo. Musema kesho ni mwa. Kwa hivyo lazima ombe Bwana akupatie hizo dalili zote upate kujua. Kuna mahali unaweza kupanda mbegu ikatae kumea. Ngopeleka Turkana hiyo mbegu ibadilishwe kuwe chakula wakule. Unanielewa? Bwana Yesu apewe sifa. Ni mfalme gani walililia akuwe kiongozi lakini Mungu akamkataa? Sauli alikataliwa. Kwani ni tafadhali? Sauli alikataliwa. Kuna maombi ukiombe iweze kafika. Sauli yeye alikataliwa kwa sababu hakuwa mwenye hekima na busara katika uongozi wake. Awe Mungu akukataa. Shetani hana mtoto na mtu mkubwa. Wazazi tuko.
Sitaki mpandwe na hali za ndani yenu. Nataka mwambie Bwana kitu kimoja. Mwambie Bwana, tunakuhitaji katika njia zetu zote. Lakini usikubali yoyote akiwe kikwazo katika safari yangu. Haongee mambo ya kunivunja moyo. Haongee mambo ya nikwaza. Haongee mambo ingine inaweza kunitoa katika utakatifu wako. Bwana, mtu uko na msimamo. Kwani kuna nini? Kama mtu ukiwa na msimamo katika safari, umwambie Bwana, wewe najua unaweza, unakucha wakati ufaro. Uharakisi wala kuchelewa. Wewe ni Mungu wa miungu. Wewe ni Mungu unaokucha ufaro. Yote yaliyo naona na yaone sioni, ayaachilia mikononi mwako. Uombe la kuomba utaomba. Lakini kumbuka, yule atachipiwa ni yule ameosa mavazi yake ndani na nje. Usije ukaliosema Mungu, mbona kunionyesha from the start? Unamwambia mahali umenichulisha, nashukuru. Kwa hivyo indi wakati alikuwa the best kuchua mambo yote. Na kwa vile umenichulisha, wewe ndio uko na nguvu na mamlaka. Tenda mapenzi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu afanye nini? Sita, kwa kuwa Bwana uwapa watu hekima, kinywa mwake kutoka maarifa na ufahamu. Kwa vile Bwana upatia watu hekima, ni wale watu wameosa mavazi yao ndani na nje. Hawarakisi wale kuchelewa kwa kila jambo. Umuita Bwana na sio mwenye kinyongo ubadilika. Leo anakuonyesha mko pamoja naye, akienda ile kona anaongea maovu juu yako. Siongee yale mazuri umemtetea hata akiwa moja. Nirudie, nataka tuelewane kwa sababu tuko katika mafundisho. Inaweza kuwa uelewi ama unasoma once a week. Maandiko yatuambia kwa kuwa Bwana uwapa watu hekima. Na hiyo hekima iwezi yakaja kwako kioo cha muita. Na hiyo hekima inakuja kwa wale wanaosa mavazi yao ndani na nje. Hawana lawamu. Kwa sababu kazi ya Mungu ina lawamu. Bwana apewe sifa. Amesema kwa sababu Mungu yeye afanye nini? Kwa kuwa Bwana uwapa watu hekima, kinywani mwake utoka maarifa na ufahamu. Ikiwa amekupatia hekima, umekuwa blessed, umekuwa blessed na maarifa na ufahamu. Ni Mungu anapeana. Tuko katika hali ya kiroho kibibilia. Hatuko katika hali ya kuchambua Biblia kimasomo. Hii hekima naelezea ni hekima kutoka kwa Baba. Si hekima kwa mwanadamu ilo ulikuwa umepata kule shuleni. Nasema hekima kwa sababu yeye ndiye anapeana hekima. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yananiambia kinywani mwake utoka maarifa na ufahamu. Akupatie hekima, kinywani mwake toka maarifa na. Kwa hivyo yara atakuingiza ndani yako, utakaponiona utanitambua useme Bishop Esther niliona anataka hivi na hivi. Huyu amekuja mtoto kwa njia ya kunidanganya. Unajua, wacha niwaambie, mimi nakubali mtu wa kuongea ukweli na kukiri kuliko nidanganya nichue ukweli. Hiyo tumeheshimiana na wewe. Hata katika nyumba yangu wanachua watu. Mtu akikosea anajua anaongea ukweli. Kwa sababu akiongea uongo tumeheshimiana na wewe, kwa sababu itafika wakati mimi sikuamini in my life. Bwana Yesu apewe sifa. Nilikuwa na ndugu mmoja 204. Huyo mhuse alikuwa anatoka mahali fulani. Aliniambia, Madam Esther, nikikosa mimi kule mahali niko. Mnandi anasema mimi nilikuwa naenda naambia boss nisamee. Nilitenda kwa chini ya fikira mbovu nilikuwa nao. Nilitenda kwa chini. Nilikuwa na ukosefu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Nilipenda mwanafunzi mmoja hapa. Mwanafunzi mmoja alikuja mbele yangu, sitaki nimuulize ni nani. Wakati alisimama, nikaangalia kile kitu alinipatia, nimwambia enda usome na uniletee majibu. Kimuuliza,
hapa naona umeniwekea hansa. Iye inamaanisha nini? Akaniambia, Mama Bishop, mimi nilikopi kutoka kuanza. Unajua mimi nimpea sikujua kulikuwa naanza ndani. Ngamuuliza nganapata nilikopi mimi. Waka wenye walikuwa naye wakacheka wakamwambia ungemdanganya. Akasema yeye achatrainiwa kudanganya ndio apitie wakati. Unajua mwanafunzi kama huyo Mungu umbariki kwa haraka. Alisema nilishinda, nikaona sita kitu kiko brake. Nikaona wacha niandike nikulete. Nilifurahia na huyo mwanafunzi, ngasikia roho yangu imemkubali. Kwa sababu kuwa open, kuongea ukweli, ekufungue. Ni wanafunzi wote wanaweza kuongea. Watakupeleka Nakuru, ukitoka Nakuru anakupeleka wanasahau. Wakitoka Kusimu wanaenda Kitale wanarudi Nairobi. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye alisimama anasema kwa nini mimi ni mdanganye? Mimi nimeongea ukweli. Kwa sababu mimi nilishindwa ngaona weza niweke. Mnaonaje huyo mwanafunzi? Simpigie makofi hata mahali akiwa. Mungu amwinie ambariki, asikose, akose, asiche akakosa school fees, endelee mpaka mwisho. Simuseme amen kwa nini? Mnashinda kusema au mwanafunzi walio naye akakacheka hivyo tu akasema ungemdanganya. Akasema hakuna haja ya kudanganya, niko katika madhabahu. Mtoto anasema ako katika madhabahu. Lakini mtu msimo unatoka kule, unaingia kwa madhabahu, unasema nataka niangalie vyema, kuna ndoto niliota mzee akichukuliwa na panya. Ni ukweli. Na mzee hajachukuliwa na panya. Lakini yeye alikuja akaniambia mimi nitoa nyuma. Yaani hakuenda kufikiria. Ukiona mtoto ako straight forward na kwa baraka, yeye ukimuuliza swali anajibu. Ukiona yule anafingiria na kichwa, huyo ni mchanja. Na lazima umpewe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mwenye ako na hekima, maandiko yatuambia ache. Bwana ndiye anapeana ufahamu. Bwana ndiye afanya nini? Upata watu uwapa watu hekima. Ukimuitiza hekima. Vile yule Solomon alifanya nini? Aliitiza. Wanawake wakacha wawili wanangangania nini? Akamwambia wewe ni wako. Ni wako. Basi, chukua hiyo panga, ukate katikati. Walikata. Hiyo ndio hekima alitumia katika uongozi wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima tuone jambo kama hiyo ndiye pata kutuinea katika njia zetu. Maandiko atuambia yule anayekuwa na hekima kinywani, kwa sababu Bwana huwapa watu hekima kinywani mwake kutoka maarifa na ufahamu. Akipatia hekima kinywani mwake itoka nini? Kumaanisha yeye anaachilia hizo. Ndio kila mahali unaenda unakuwa na ufahamu na maarifa. Na hiyo ndiye inachenga ndani yako wokovu, ndio pate kuinuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Uwawekee wanyofu akiba na hekima kamili. Wanyofu ni watu wani? Maandiko yanena ya kwamba akanena. Ni nani alinena katika maandiko ya Methali? Methali. Sulemani akasema wenye wanyofu wawekee nini? Bwana Yesu apewe sifa. Hatujui? Wawekee wanyofu akiba ya hekima kamili. Yeye ni ngao kwao waendao katika ukamilifu. Waendao katika nini? Akasema ya kwamba wawekee, akamuomba. Akamwambia wawekee wanyofu, wawekee akiba ya hekima kamili. Bwana Yesu apewe sifa. Yeye ni ngao kwao waendao kwa ukamilifu.
Wao ni wao wanaendao katika ukamilifu. Wanyofu wa moyo wawe na hekima na hekima kamili. Bwana Yesu apewe sifa. Nirudie. Weke wanyofu wa akiba hekima kamili, yeye ningao kwao waendao kwa ukamilifu. Akamuomba akasema awekee wanyofu. Wanyofu ni watu wa aina gani? Wenye upendo, upole, wanyenyekevu, wenye wanaotii sauti. Sio wakaidi. Hata ukiona mtoto kwako ako mkaidi, basi muombe sana. Kwa sababu unaweza kumpoteza katika nchi ya dhambi. Kumpoteza kivipi? Aweza akakuwa manufaa katika maisha yako, ama katika maisha yake hawezi akajenga. Kwa sababu ni mtu anachua vile anaenda kando kando. Lakini yeye akawaambia waeke akiba kamili wanyofu, wenye kunyenyekea na kutii sauti ya Bwana. Wenye unaambia yule mtoto fanya hivi, anafanya. Fanya hivi. Kuna katoto in fact kaninifurahisha kama miaka 7. Kalikuja mpaka mahali nilikuwa kwa kasi. Akaniambia Mate, kananiita Mate. Namwambia sema kijana. Akaniambia Mate, unachua kuna kitu kimenisangaza sana. Namwambia ni nini kimekaza? Nimefikiria hiki kitu lakini kimenisumbua. Mtoto wa miaka 7. Namwambia sema. Akaniambia unachua ndugu yangu alitoka shule akavunga. Mama yeye ako boarding school na mimi niko day. Mimi mama na baba wakiwa kwa hoteli, yeye ndiye ananiacha ikitoka shule. Sasa amekuja leo na mimi nilienda kusekea pasi tumenunua yetu. Mwambia kaa hapa na mimi niende chuoni nipatie pesa. Kwa sababu mimi nakaa na mama wako na shughuli kwa nini? Huko nda? Nikamwambia, akaniambia Mathe. Imagine kutoka saa 7 mpaka saa 1 alinipatia 50. Nikamuuliza, wewe ukiuza unauza ngapi? Akaniambia mimi nauza pesa mingi na napatia mama. Hata ukimuuliza anaweza kukuambia ukienda muulize. Lakini hiyo kitu sijapata amani. Huyo ni mtoto wa miaka 7. Huyo ndugu yangu ni mtu ako straight kweli. Nikaona hiyo kitu kimesumbua huyo mtoto sana. Nikamwambia wewe uli expect ya kupatia pesa ngapi? Akaniambia nili expect ya nipatia pesa kulingana nikitoka shule. Ikiwa mimi nimekucha nimetengeneza 150. Yeye kutoka saa 7 mpaka hiyo masaa amenifanyia nini? Amenipatia. Hiyo ni ukweli kweli. Ngamuuliza ulimuuliza? Kaniambia nimuuliza lakini naona Mate sio poa. Aliniambia Mate sio poa. Sio poa. Kamwambia ako wapi umuuliza? Ameenda Usuru. Ameenda kufanya, aliniambia ameenda Usuru. Naongea kile kitu mtoto aliniambia. Hata ningeongea mzazi wake amwambia, kijana wako amekuja hapa ameniuliza swali mpaka mimi nimesanga. Akaniambia huyo ako hivi. Kamwambia umeona amekosa? Amekosewa sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Akaniambia amekosea wazazi. Lakini kitu ameangalia ni mtoto. Ameniambia ameangalia. Nikamwambia umeona ameficha ngapi? Akaniambia siwezi nikasema kiwango, lakini hii sio poa amefanyia wazazi. Unaona mtoto? Huyo mtoto ni wa baraka bwana. Akaniambia hii sio poa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kuna mtoto hawezi akaona 10 anakimbia. Hawezi akaona hii ama ni uongo. Lakini aliniambia yeye aliona sio poa. Tunasomaje? Hiyo inatufunza nini? Sisi wa Kristo, sisi wa mama na wanafunzi pia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Huyo mtoto anastahili kuitwa mtoto mwenye hekima na busara na ufahamu. Kwa sababu anaona struggle ile wazazi wanafanya. Baka anaona kweli hii ni kazi ngumu inafaa nikitoka shule ni mtoto mdogo. Ati yeye hapa akatoka shule hawasaidii. Lakini yule ako mahali para aoni uzuri wa kusaidia. Yeye ni kurakura tamta. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio naona ya kwamba hii maandiko yatuambia akanena kwa Mwenyezi Mungu, akamwambia uwekee wanyofu akiba na hekima kamili. Wanyofu, wanyenyekevu, wenye kutii sauti ya Bwana. Mungu awapatie hekima, akiba ya hekima kamili
ndio wakati anaokutana na macharibio apate kuyashinda. Ndio wakati anaokutana na neno ama na watu wabaya apate kuwashi. Ndio ambaye wakati wakienda shule ukutana na mtu anakuambia tufute bangi, namwambia never, mimi sitakuja kufuta bangi mahali hapa. Lakini kitu niligundua hao watoto wetu wakifika wakija mahali tuko wanajifanya malaika. Ni uongo ama ni kweli? Wanajifanya malaika. Wakijifanya malaika hapa, wakirudi kule wanasahau walienda kufanya nini. Lakini wanafunzi, niwaambie, muda ni wako unaharibu, sio wa mzazi. Kwa sababu mzazi yeye anazeeka. Wewe ndio unataka uchenge maisha yako. Kwa hivyo ukichenga vibaya utakuwa na mabaya mbele. Ukichenga vyema utakuwa mtu wa baraka katika nchi. Kijana alisema aliona mbaya, amesikia roho yake mbaya. Kwa sababu aliacha ndugu yake kwa kazi, akaona sio poa, amizini anapelekea mama. Na yeye akikaa huko anauza. Akaona, akaniuliza kwani wateja leo walipotea, walichiwa siko? Nasikia hiyo swali unaweza kujibu acha mtoto. Kijana sasa hivi, au yako na miaka ngapi? Bwana Yesu apewe sifa. Nikamwambia wewe tulia. Wacha hiyo ishe tu, ataongelezwa na mama. Akaniambia mama ni moto wa kuotea mbali. Ikiongea kwa anamtandika mbaya. Ni moto wa kuotea wapi? Ni uchi moto kwake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kilio chetu, wenye wanyofu wawekewe akiba na hekima kamili. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hao ndio Bwana anatamani, wenye kuwa ukweli, wenye kunena mazuri, ndio Bwana. Ukiona hata mwanafunzi wako katika nyumba yako ananena ukweli, masomo yake yanakuwa sawa, ina kasoro. Lakini ukiona wacha niwaambie wanafunzi, masomo mkisoma masomewa sasa. Masomo ukisema usomei Musa. Kwa sababu mzazi anazeeka anaenda. Mwingine nisikia akiniambia enjoy your life, you are young. Nataka usome hiyo fast uimalize. Usisome kitu katikati. Isio wakati wa kula raha. Ati unaharibu pesa ya mzazi. Ati unaharibu pesa ya guardian. Kwa sababu wewe struggle ora wako. Ukutane mtu kama mimi. Bwana Yesu apewe sifa. Mzazi anaenda kazi, anapepa ile ugali ya usiku. Anaenda kukula ndio upate maisha yako ikuwe mema. Lakini wewe oni hiyo, umefumbwa na hiyo fasi, unaisoma katikati. Unaanza kutembea kama mfalme. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Napenda kuambia wanafunzi, kila uliopega kidogo, make use of it. Very effective. Ndio hata Bwana akicha kubariki wanafunzi wapite mtihani, anapata uko mmoja wao. Lakini akipata wewe ni goigoi, atakuachilia. Na akiachilia Shetani anaingia, anaanza kukupora. Ukuonyesha leo nafika fulani uchukue kitu ya fulani kwa sababu utako kama ni uongo. Ukiingia mahali fulani utafanya hivi. Mimi nilikuwa na vijana waina chana. Au vijana waliniambia, waliletwa na kijana mmoja. Alikuwa ananiambia baba yake na mama yake alikufia huko Sinai. Ile moto wa mwaka gani? Wakati alikuja kuanza ikuzi ya kwanza, niambia ndo niletee barua ya chief. Akakuja na badia ya DC. Kamwambia mimi nataka barua ya chief. Kwa sababu DC unaweza kuenda mudanga. Sasa wakicha jana walikuwa wai. Kila mtoto akaelezea story yake. Kuna watoto wanataka kusoma lakini hakuna yule anawasomeza, wanatezeka baya. Mtoto akuuliza, mimi nilikuwa na C, nikakosa mtu wa kuniendeleza. Nilikuwa na C+, nikakosa mtu wa kuniendeleza. Sasa nataka nithibitishe na ukweli, nipatie namba za guardian. Tena guardian kuna watu wengi anasomeza lakini mimi nilifika mahali pale.
kitu nasema ya kwamba make use ya ile pesa mzazi yoyote anayokupatia. Usichavue ya kwamba you are not struggling to get it. Bwana Yesu apewe sifa. Unafanyia kile kinayoweza kumfurahisha. Hata malaika wa pili wasangilie wasema, kule tulio nayo nafungua baraka usichokalemewe. Amen. Naambia vile mmoja alikuja akaniambia yeye alishindwa kako. Huyo ukiona roho yake imefunguka bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Pesa ikikosa kwake tukimwambia tumsupport mtakataa. Inua mikono. Kama hatutakaa inua mikono. Washungu hata 30 wanapeana. Uwezi ukapeana 30. Uwezi ukapeana 30. Nani atapeana? Unajua mkono ukiinua umesema nimekubali. Tuweka chini. Unajua kuna kitu naambianga wazazi. Naambia ukiwa uhai na mtoto wako mfundishe tabia. Na usinyime mtoto kiboko. Kama ni shingo analeta vunja hiyo shingo. Leo nimewapatia msaada. Mimi niko na kijana mmoja. Na mimi ni moto wa kuotea mbali. Sikufichi. Mimi sikuangu mpole kama Biblia. Nikikasirika. Kiwa form 3 alianza kuleta fujo. Umeenda wapi? Nimeenda kuona mapeste. Nikamwambia mapeste unasema nini? Niende kutembelea nikamuuliza mapeste ni kitabu aina gani? Hii peste unaniambia ni kitabu ni history ni chemistry ama ni nini? Ati hapana. Bwana Yesu apewe sifa. Kuangalia hivi alikuwa anasema hapana nisumbia natembea. Unatembea wewe kupiga kwa sababu umekuja likizo. Akikanywa na baba yake. Tunamshika tunampiga kama mbwa. Mpaka anauliza ni mimi mmoja wao mtamaliza mtakuwa na nani? Naongea ndio huyu awaambie. Nilikuwa namwambia wamechaa. Ndio na pembeleza. Kama ukupembeleza wako wa jirani. Mimi nisema kama ni yatima, akuwe yatima kweli kweli. Mwenye anaheshimu na kusikia sauti. Kama ni mchane, akuwe mchane kweli kweli. Nisimpate Sinai na mpata kule mkuru wa Njega na mpata sauti B. Na dono hiyo sio mchane. Maandiko yatuambia ikiwa ni mchane yatima akuwe maskini kweli kweli. Unajua Wakristo wengi wanapenda kupendi. Unapendi ya nini? Ufurahishe nani? Nani ako na safari ya kupeleka mbinguni? Isipokuwa Yesu Kristo anakusimamisha katika neno. Yeye ndio anaweza kuogopa upendi, lakini kama ni ukweli, vichua na pomoa. Ndio roho yake, moyo wako upata nini? Amani. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio napenda kuombea, unaweza kuombea mtikavu kumbe una matunda. Unalia kila siku, bila Sauli alililiwa kuwa mfalme, lakini Mungu alimkataa. Bwana Yesu apewe sifa. Naambia kijana mimi wamechaa kwa tumbo yangu. Naambia mimi si watoto. Wamechaa. Nikiomba Bwana aleta mapacha ataleta. Kwani siri? Wewe wacha kufunika sema baba, mami. Kwani wewe baba mami atakupeleka wapi? You are spoiling maisha yake. Kwa sababu umwambie ukweli. Sasa akienda huko hata mwalimu hataki ampige. Anakupigia simu anasema nimechabu sana, nataka ukuche, na mwambie ongezewa viboko 10. Wacha siku moja alikuwa banda ya Kikuyu. Mwalimu aniite ya kwamba class teacher, hati msato wako umesikana na usikubali niitwe. Mimi nikiitwa kwako utachua ujui. Na wamesikana wananidescribe wananichora kwa desk, kwa hiyo wanapini picha.
Hayo ni utoto. Nikamuuliza mwalimu, serikali ilikataa kiboko, ikakataa kama mpaka mimi msasi kiboko yangu. Kama ilikataa kiboko, ilikataa kwenu, lakini kwangu ikakataa. Kwa hivyo alale chini, akilala chini ufanye kazi nikishuhudia. Alifanya hivi. Oh, mami unataka ni wawe, dadi alienda wapi angekuja at least. Yeah? Bwana Yesu asifiwe. Hii nimefurahia, amemaliza university, anafanya vitu vyake vile anataka. Nataka nikienda ifike saa 5 nimwambie hii chakula nasikia kijana njaa. Nasema ningojee dakika 5. Napata iko kwa mesa. Kama nadanganya urusa samuli. Mimi nikitoka ni mawewe samuli ya kule asikae njaa. Samuli si anaingia kwa jiko. Si umesikia? Mtu alimaliza university. Wewe ni nani unachukua kwa? Bwana Yesu apewe sifa. Sisi tulee na wewe ukiwa hai leo mtoto wako vyema. Kwa sababu uchui wakati utakuwa na wewe leo vyema, waheshimu wa watu wote hata majirani. Hata ikiwa ni nani kwako mheshimu. Simuonyeze uko na kiburi. Ile miaka yako nayo utafika. Mheshimu kwa sababu wakati yoyote atakuwa kwako utahesabiwa kwa mwenye heshima. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wacha nakwambia Mungu yeye ukucha wakati ufaro. Na Mungu akicha kwako usiregret. Songa mbele. Usema Bwana mbona APC, songa mbele. Mwanadamu unaweza kuregret. Si ndio? Lakini nakuhimiza leo songa mbele. Usihesabu hasara. Muone yule Mungu aliyokubariki. Sitaki uhesabu hasara kwa kila jambo umetenda. Angalia yule Mungu aliyokubariki, umwambie ni asante. Wacha jina lako liinuliwe na lipewa sifa sasa hata milele. Wanyofu wa moyo wapewa hekima kamili. Akiba hekima kamili na Mungu watendea kulingana na mapenzi yako. Kwa hivyo mwenye hekima ndiye atakuwa success. Niona kijana mwingine aliyafanya nini? Alileta kwa runingo. Akisema walikuwa na umaskini mbaya. Mama alikuwa anagonjeka. Mama alikuwa anateseka. Wakafurutwa kwao. Wakuja mchini. Wakafuruti mahali wanakaa. Wakakaa hawana nini. Lakini yeye aliamua kujitolea kama mwanaume. Bwana Yesu apewe sifa. Na yeye anapenda kusoma. Sema amen. Yeye anapenda kusoma na kujituma. Unafikiri pesa ngapi alichangiwa? Akachangiwa mpaka akanunuliwa nyumba. Kwa sababu alijituma. Ni drop up ya standard 7 lakini kile Kiingereza alikuwa anaongea ni Kiingereza ya British. Hiyo hata mtoto wa form 4 hawezi kuongea form 3. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ni mtu achiochi na amulie maisha yake. Achipende na apende kila kitu anaofanya. Kwa sababu wenye kinyenyekea, unajua huyo mtoto kijana alikuwa 14 years. Yeye alikuwa mnyenyekevu, anachinyenyekea. Anachua kuongea na watu. Lakini ukijifanya ukaiti asiyetii na mkuu ufanya nini? Funjika huu. Kwani walidanganya? Ukutana. Ukionya mtu mara moja 2 3 wachana na yeye. Ikiwa atakudanganya na mimi atandanganya. Inapima mpaka ndani. Kama video kwangu. Mahali umeenda umekoa umemwaga mate umerudi.
Kwa hivyo tunataka sisi wa Kristo tuombe watoto wetu na tujitolee katika kwa kila cha, na mwanafunzi amwe kusoma asiharibu ile pesa kidogo ulio naye. Tuko pamoja? Bwana Yesu apewe sifa. Kuna ushuhuda kijana alifanya hapa, amemaliza university. Nafikiri mlisikia ushuhuda wake. Alipofanya form 4 alifanya akiwa wapi? Kwa kijiji. Alikuwa na nini? Alikuwa na P-. Wakati alienda hapa, baba ni mlevi. Simama hapa atashuhudia. Mama achiwezi amemwambia mimi sikusoma. Fanya nini? Mimi sijasoma, wewe uachane ufanye kibarua ya mchengo. Alikuja akakaa hapa nakumbuka. Kaniambia yeye anataka kusoma na anataka kuchituma. Na akona imani katika kusoma kuchituma atafaulu. Kwa sababu asiposoma yule wa nyuma atakuwa na shida. Baba ni mrefu, anavuta bangi, ako kwa kazi lakini hakuna. Akija hapa akipewa 50 anaenda. Kijana alijoin Kisii University. Na nashukuru Mungu kila alimtendea. Mungu alimshughulikia, wakienda wrong all day anaingia anachapa kibarua. Kwa sababu alikuwa mnyenyekevu, transparent, kile kitu anasema ni ukweli, anakubaliwa kuingia kwa ile kazi mahali popote. Unajua kitu kinafanya mtoto anakuwa successful ni kuongea ukweli. Ni kuongea ukweli. Kwa sababu ukitambulika ni ya ukweli. Lakini ukisikia mtu ukienda kida sitaki, ukisikia sitaki, achana na yeye. Akasoma, akajifanyia, akamaliza, akatatafuta na nini? Akiwa amevaa suti ya graduation. Paka mahali nilikuwa nyumbani. Alisema hataenda na yeye kwa nyumba kwa sababu watu wako faida na amesikia tuko Kisii. Alikucha anataka baraka ya mwisho. Anataka nini? Na alifanya wapi? Lakini wewe ukiuliza yule ulipeleka mahali kule ndani, alifanya hapa. Nakwambia vitabu si hakuna, walimu wa wasomesi si utangulie. Kama wasomesi si excuse. Ujue ni wakati unaharibu. Ujue ni wakati unaenda kumaliza maisha yako vibaya. Yaani unaleta excuse mingi. Mimi unajua hata watoto wangu nilikuwa nawaambia. Mimi sema hata hii kitabu kinunuliwe hata 10,000 mimi nitanunua nitembee na syllabus. Lakini Mungu hawezi akakubali nitembee na syllabus. Bwana Yesu apewe sifa. Hata huyo kijana tu akasema, "Mami hata umwambie ni vitisa kununua vitabu hata textbook hata 100 ataleta." Lakini usimdanganye. Bwana Yesu apewe sifa. Atale kwa sababu anataka ubadilishe maisha yake badilike. Mzazi akikusomeza sio yeye unakuja kusaidia. Ama wanakuja kuwasaidia ni wachache, very rare. Kama wenye kusaidiwa ni wachache watasema ni azana. Hiyo sio uongo. Yule nilikutana kwa njia naye kumpatia mawaida. Kumwambia vumilia. Hata kuna msichana hapa alinifurahisha sana. Amerudi shule. Akija ndawaonyesha. Msichana alikuwa analala kwa choo. Alikuwa anaenda kutoroka. Mama yake akija kaniambia anatoroka. Tuliongea na huyu msichana alipata .65. Ako shule, National School. Nikawa namwambia wewe usitoroke. Ikiwa uko unapelekwa mbaya wewe tulia. Ngamwambia ni huyu mama wa kamba anakusumbua, akaniambia hapana. Dadi anakuja na kifumbo na anataka kunilipia. Kama uko ndani hapa hakuna shida. Si lazima niongee. Ndio badriki. Bwana Yesu apewe sifa. Ngamwambia weka kama ni karamu kunikuchi. Kitu ukitaka nikuchi. Kwa sababu hapo tutaomba na Mungu atafungua njia. Hata nikusaidia siwezi nikokosea so kusaidia kwote. Kwa sababu uko na roho ya kusoma mimi nitamuita Bwana. Na Bwana ataitika. Akaniambia amesikia kuna sponsor. Na vile najua huku kuna chao sponsor lakini wengine hamtaka kuonyeshana wengine. Ni uongo ama ni kweli? Wengine hamtaka kuonyeshana wengine. Wako mahali hapa wanateseka lakini hawataka kuonyesha. Ama nimedanganya?
Ukiona hivyo mama mahindi atasaidika. Ile saa kusaidika kwake hakutakusaidia, utapata patimo. Ngamwambia wewe kaa tuombe. Msichana akakuja na fomu. Tukamuita bwana. Alichukuliwa akiwa grade 7. Sasa yako grade 10. Na anasomeswa. Ako nasa na skuru na alikuwa anajificha kwa choo. Alikuwa solution yake kuchiua. Na ka advicewa, mama, go. Kwa mama wana advise mtoto wa grade 7 ati aende maid. Mama tuko. Vile utapoteza yule ndio wako atapotezwa. Yule utapoteza yule ndio wako atapotezwa pia. Unikubali usikubali. Unaambia mtoto aende maid. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna leo tulikuwa na huko tulirescue vijana, msichana na kijana. Unapata kijana alikuwa anasunguka akitobeta chuma. Siku moja wakakuja na jirani yake kuja kufunga ukamuuliza, hao watoto wanakuja kufanya kazi hapa kwangu ni wanani na ni watoto wazuri, mimi siwataki. Kaniambia utakaa wakuelezea. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto kuelezea, solution ikapata, sasa wako shule wanasoma. Hao ni watoto wanataka kusoma, lakini wewe unafanyia kila kitu utaki kusoma. Ukitoka Nakuru unaonekana Kisumu. Unasahau njia ya kuja kule ni Naroko, unapitia wapi Kitale. Unatafuta nini? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mimi nafurahia na msichana sana. Nafikiri wakati alikuwa anarudi shule si huko hapa. Ni mtu amechitorea. Alimaliza akapata na wale watu wakaniambia wamemwambia wataendelea kumsomesa. Na angaona mtoto akanoroa ya kusoma kuna 65 points. Sio ni national school. Na alisoma wapi hapo? Sio boarding. Mtoto wa kuchituma. Yaani wewe tunakulipia school fees, unalipia na wazazi, unataka sisi tuchitume na wazazi kuja kusikiliza kwa darasa. Hilo unafunzwa. Huyo ni wa kuchituma alikuwa anakaa. Hata alikuwa anakuja hapa nampatia pepa anaenda naye. Namwambia usilie. Mambo yabadilika. Ikiwa uko na hiyo hutu, Mungu atakuinua. Na anachuo utasoma na utaenda mbele. Kaniambia kwamba anataka kuwa daktari. Wakati amekuja, alihakikisha ameniletea report book yake vile ameperform. Very excellent. Bwana Yesu apewe sifa. Ananiambia sasa anataka kuenda faa. Niombe vizuri au tena wamuongezee pocket money. Nikapata huyu mtoto amenyoa chini. Sio hiyo suri ananoa chini. Yeye aliamua kunyoa chini. Aliangalia anasaidiwa. Hata aenda kusibubua mama wa kambo nipatie nini? Amenyoa chini. Sijui nani alimuona hapa. Kuna wale walimuona. Si unaona ndio yule. Nasudia uongo. Amenyoa chini. Wewe unalipiwa, unapewa pocket money, unapewa blue band, unapewa wewe. We don't have money to waste. Muturukana akitaka kusoma aso. Bora anataka kusoma. Alinyoa mpaka chini, amemuona. Hata amekuwa witness yangu mpaka juu mbinguni. Zikaona sitamuuliza kwa nini leo umenyoa. Na unajua hapa alikuwa anajikaragara, anafuga nguo, anasuka. Lakini alikuwa na huko wanashuka. Lakini mwambie ngaona sitaongea. Wacha niache hii. Na ameleta maagizo mzuri basi. Amepasi, sio tafadhali. Niliona amepakisa 125 kwa clear marks. Unaonaje? Ni nani anafaa kusaidiwe? Ni yule anajificha kwa masomo? Ni yule ameamua. Hata maombi yake nikiomba inafika haraka. Kuchituma anafika haraka. Ukaidi wanafunzi hata wapeleka mahali. Kama wewe umeingia university unaona unachafua pesa ya mzazi, ukaidi haiwezi kufika mahali. Utakuja regret. Useme ningechua singefanya. Bwana Yesu. Lakini tupigie huyo mwanafunzi makofi bwana.
Hata mahali yako baraka ichae kwa asiremewe. Msomesa mpaka majuu Bwana. Kwa sababu ako na vision. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Mungu ni mwema kwa kila jambo. Alionasikia asikie yale roho nane. 6:8. Apate kuyalinda mapito ya hukumu na kuyafaidi njia za watakatifu wake. Bwana Mungu wetu wako, yeye ni ngao kwa wao waendao katika ukamilifu. Wale wanaenda katika njia nzuri wanaomfurahisha Bwana. Maandiko yanatuambia uwalinda mapito ya hukumu. Mapito ya hukumu ni chio cha kuwekelewa maovu. Ni kustakiwa bila lawamo. Lakini maandiko yanatuambia yule anayeenda katika njia za ukamilifu, Bwana umlinde. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ufanye nini? Umlinda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kiwa mkamilifu Bwana umlinda. Apate kuyalinda mapito ya hukumu na kuifaidi njia za watakatifu wake. Inawezekana kwa sababu wewe ni Mungu ni mwaminifu. Analinda, anafaidi njia za watakatifu wake. Wale waliomwamini, wale wanyofu wa moyo. Walinde kutokana na mapito ya hukumu. Biblia yatuambia yeye uweka akiba ya hekima kamili wa wale wanyonge. Wale wanaomtambua Yesu Kristo wananyenyekea. Hata mtoto ukiwa kwaka umpatie switi ya kuambia ni asante, wengine waone ni kawaida. Huyo mtoto ndio wa baraka katika nyumba yako. Kama mchaugundua. Na huyo mtoto akinena kitu iko sawa. Na hiyo mtoto akikosa asema mom, dad, pole nimekosa. Huyo ubarikiwa haraka. Hata akiwa ameua asema nimekosa, amekubaliwa katika kiti Yesu. Wewe usichukue nungu mpige. Wewe nimekosa yeye ukubalika katika juu mbingu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio tunasema Mungu wetu walinda mapito ya hukumu wale wanyofu wa moyo. Ndipo na kuifaidi njia ya watakatifu wake. Ndipo utakapofahamu haki ya hukumu. Bwana Yesu apewe sifa. Na adili ya kila njia njema umfaidi na umuongoza vile anaweza kutembea. Yeye aachilie walio mwenye mnyofu wa moyo, mnyenyekevu, mwenye kutii sauti ya Bwana hawezi akalemewa. Yeye huenda tu upita na Mungu amuinue mahali yako. Kila mahali anaenda anaona tu akipita. Kila mahali anaenda anaona vile Mungu anamuongoza. Hao ni wale watu wanyenyekevu, wanachua kutambua sauti ya Bwana. Sio wakaiti, sio wakatili, wanachua kwamba ni Mungu amenena. Akisema badilika, ubadilika. Ezekieli akaambiwa wakati wake imeisha. Alifanya nini? Aligeuka akaangalia wapi? Kwa ukuta akaomba. Akajua kwamba akamuelezea Bwana ni nini anafanya. Wakati nilipokutana na achali mbaya kule Matu, tukiwa tumefunikwa sana chini tukitazama kifo, nilichuliza Mungu kachuliza Mungu jambo moja. Kamwambia unachua ile kazi nafanya katika ulimwengu wa dhambi. Ile kazi ulinitoa sisekamilika safari na kuomba unirehemu, unirudishie uhai, niendelee kufanya kazi yako. Bwana Yesu apewe sifa. Alisikia kwa kusikia. Lakini wakati utakutana wewe na maovu, utaambia Bwana ulifanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Utaambia Bwana ulifanya nini katika maisha yako? Ulichochea, ulifitini, ulitenda maovu ama ulifanya nini? Bwana, ulipoteza kibovu kwa sababu alikuwa kibovu, ukaona wewe uko na macho, wacha muingishe kwa simo. Ulipoteza yatima na wachana, badala ya kumrekebisha umwambia hapa ni mbaya, ulimwambia watu tu, akishikwa ni sauri yake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Simama imara, umutetee na Yesu Kristo akutetee. Uwe mtu wa kuwa wazi, wakiongea ukweli.
Mimi mama aliyeniacha muda iliyopita alikuwa naenda nyumbani ananiambia, unajua kitinda mimba yangu, huyu ndugu ya baba, huyu bibi ya ndugu yako ananitesa, anafanya hivi. Nikamwambia nilikuwa namwambia usikubali tabia yangu ifanana na mwenye ameolewa kwako. Tabia yangu ni tofauti. Ile tabia niko nayo, usikubali yule amekuja kwa boma ifananishwe na yake. Unajua huyu anasaliwa na mwanamke mwingine na wewe ni mimi unisa. Kwa hiyo vumilia muende katika safari. Hata bwana hata sukari usimpe, ngamwambia nitampea. Nitapea vile ugusho iko. Unajua wakizeeka wanaongea mengi. Wewe unampembeleza ndio unamtia nguvu. Anakuwa na kishindo ya kuja kufanyia nini? Ngamwambia enda pole pole. Tabia ya watoto wako uwezi ukanganisha na tabia ya watoto wengine. Wewe ukiona anaukosea chitenge, salamu inatosa. Asija akakukwase. Lakini usema asipewe, mimi sijaruhusiwa sipeane, nitapeana mpaka mahali nitakubali kuacha kupeana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mithali ni mafumbo. Lazima ukuwe mwenye hekima na busara na maarifa. Lazima umwachilie Bwana atawale katika maisha yako. Atawale nyumba zako, atawale mali yako, atawale ndoa yako, na atawale watoto na mke na mume wako. Kwa sababu yeye ni Mungu, anataka mtu mnyofu, mwenye anachinyenyekea, mwenye anachua kutofautisha mbaya na njema. Mwenye kuenda ufunike mtu useme wacha nifanye hivi kwa sababu hii hapana. Bofu ita bofu. Kiasi moja usiache karibu viazi mingi. Ngoa. Kwani kung'oa kuna shida? Kama una shida kung'oa niletee ngoa. Ukiona kati ya watoto wako kuna mtoto anataka kuharibu watoto wote. Kwani umenyimwa kifungo, kiboko? Umenyimwa? Dadi, mami, umenyimwa? Ujanyimwa? Adabu lazima ikue. Ikikushinda akifika katika yule mwele, simwachie inji. Kwa sababu tunasema asiyesikia mkuu vunjika wao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kitu ya chambo ni kunyenyekea na kutenda yali yake. Na kutii sauti ya Bwana. Ambia ya kwamba fanya hivi ndio mtu afuate mwelekeo ulio Watoto mkienda darasani kuwa mtu wa kutii, sio kucheza cheza kwa sababu mwalimu ako mahali pale kwa ajili ya muda kidogo ato. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa serious. Mwambie sasa nafanya hivi, nataka hivi. Kama uelewe hesabu, science, mwambie nataka, msumbue. Mimi in fact wakati nilikuwa shule, kuna mwalimu nilikuwa nasumbua mpaka anatoka kwa klasi. Na wengi hawataki maswali. Na kama ajui hiyo topic anakuambia nitakwenda nifanye research, na utamuona. Ukisikia amekwambia anaenda anafanya research, uweze ukamuona. Walimu wako hapa nimedanganya. Mimi ni mwalimu spiritual. Mimi ni mwalimu spiritual. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio unaona kama kitu physics, watoto wako 10 na vivitini. Kwa sababu hawataki kusumbuliwa na maswali. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini penda kile ulicho nacho ndio pia kikupenda. Kwa hivyo ni vyema kumpenda huyu Yesu Kristo ndiye akutambue na utambuliko njia zako zikuwa njema. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo maandiko yatuambia yeye peke yake ndipo atakafahamu haki na hukumu. Na adili na kila njia njema ndiye atakupea mwenye hekima. Maana hekima itaingia moyoni mwako na maarifa yatakupendeza nafsi yako. Busara itakulinda, ufahamu utakufaidi. Haya yote ni Mungu anapeana ikiwa utakuwa mnyenyekevu na mtu wa kutii zaidi yake. Lakini mtu wa kutii maneno mengi hawezi akampea. Haya yote yanakuja kwa wale wanaojiamini. Unajua ukitenda kila kitu bako ujiamini. Dada mmoja akanisemia yeye alikataa kupanda kwa sababu alipata hasara ya 2 years. Huyo ni mvumilivu. Ukitaka ufauli in your life, kubali hasara. Kubali nini? Kuwa mtu wa kurusi.
Ndio Mungu aone ya kwamba wewe ni mvumilivu. Na mvumilivu mshao ula mbivu. Sio naenda unazunguka kwa kamba siku 2 3 umesema nimechoka. Sasa nataka kuenda nyumbani nilime. Kuna saba ya kulima. Saba siku hizi hakuna fertile nyumbani, hasiko fertile. Simeruhusu. Yaani uweze ukavumilia. Umwambie sasa mimi nataka kuona, unaenda na hiyo kampuni, unaenda na hiyo kazi, unaenda na hiyo CV uko naye, mwambie Mungu nataka kuona masomo yangu kukua ya bure. Yaani wako nini? Wako na nini hao wanafaulu? Wako na nini? Wako na alama. Hao wakufaulu hawana alama. Chitambulishe ndani ya moyo wako. Umpokee huyu Yesu Kristo katika njia zako, afungue milango na madirisha. Na wacha niambie, wacha kusema 20,000 ni kidogo, 10,000 ni kidogo. Hiyo ndio nayo shukuru Mungu. Chensi wako wanataka ya haraka, wataki kutulia. Yaani wanataka vitu ya haraka. Huwezi ukapata haraka. Lazima kuwe mvumilivu, ende pole pole, you just save, kwa sababu unachua kasi siwezi kukufaida isipokuwa hilo umesefu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kitu ni kuvumilia. Kama leo umeambikia industrial, karunga kasi iko aje. Sio kusema sasa sitaenda kule nimechoka. Hujachoka, hujamaliza safari. Utachoka na watoto wanakuhitaji. Bibi anakuhitaji. Akiangalia kwa jirani anaona anashuka vizuri. Unaonaje? Unaonaje akuvuka ile mpaka aende kukula nyasi mahali pengine? Tamuraumu. Tuko pamoja. Sasa mnacheka mnaangalia chini. Bwana Yesu apewe sifa. Na wewe cheo ukiona mwingine akipoteza pamoja mwenyewe utafurahia naye? Wewe unaofurahia nayo na wewe utakuja kufanya hivyo. Ikiwa ni rafiki yako mwambie bana, hii boma ndio kuna mwenyewe. Don't encourage mwingine kuharibu boma ya mwingine, na wewe umeolewa, unachichengea ama uchengee watoto wako. Alafu ukifika tu kwa mtu unalia na yeye uongo. Kumbe umempepesa magugu kutoka kwa mgongo. Ati wewe uko sawa. Wewe yako iko sawa. Unachijengea. Mpanda ngazi ushuka. Tuko pamoja wamama tuko, lakini na mbona roho inaonyesana wamama inaonyesani wanaume? Na mbona huyo rafiki yako muadvise umwambie ya kwamba tafute new brand? Tuko pamoja. Nisema ama niache? Wacha nikwambie ile kilio ya yule unapongeza ya ile ikilia watoto, Bwana inarudi kwa boma yako. Kwa sababu sisi wa Kristo maandiko natuambia ya kwamba tukue watu wamefunguka katika safari. Sio watu wanajificha katika dini. Usije ukajificha kwa dini. Kwa sababu yeye akirudi atakuanika. Na jinsi atakuanika au utastakiwa vile Ayubu alistakiwa. Akamwambia yule ndio anasema na yeye ndiye anachangia ile nyumba kubomoka. Anajua ukweli, hataki kuambia urafiki wake ukweli. Anamwambia ponda mali. Waka atakuja kuponda. Utachijengea. Ukisimba chimo, chimba simo kidogo. Usichoka simbe kubwa uanguke na wewe. Kwa sababu ataanguka na wewe angu. Ayo ukichimba simo, chimba kisimo kiasi. Usichoka shime mwingine anguke. Tuko pamoja wa mama. Uchumbe umekufikia. Mnaongea aje? Mnaongea aje? Tumeelewana? Kwa hiyo tusiingize wengine kwa kaburi. Tukifikiri kaburi tunaingiza ni kidogo. Kumbe ni mbano unaweza kuingia peke yako. Malaika akiamuka kati yetu, sinta kutoa. Usikubali
mtu aliye, usikubali familia aliye kwa ajili yako. Ile machozi watoto wanalia na familia, utaraniwa. Na wewe unao support hiyo, si unajua, unajijua. Unachijengea kaburi kwako. Kaburi ya mateso. Kaburi yatafika hata wao wakati ile ulichimba utaingia mwenyewe. Kwa sababu ulichimba bana. Kwa sababu ukichimba chua vile unachimba. Tuko pamoja. Ukichimba wewe, unajua mzuri akiona mzee akiona rafiki yake anaenda kana anamwambia wewe rafiki, wacha kuharibu nyumba ya wenyewe. Wacha kuharibu nyumba ya wenyewe. Si endelea bonga mali. Bonga mali ya nini? Umesahau Misri yako. Umesahau Misri. Kila mtu ako na Misri mahali alitoka. Kwa hivyo ndoa isimiwe, sio tafadhali. Ikiwa uko na rafiki yako na hiyo tabia na wewe mpongeza, simo mmechifungia nyinyi wenyewe. Wewe unabadilia maovu kwa ukiodhani ya kwamba ni yule unabadilia mtoto ateseke, mtoto asilipiwe school fees. Ole wako. Kwa sababu yeye Mungu ni Mungu wa kuja kulipisha. Ukitaka utendee mazuri na wewe tenda mema. Ati sio mimi na unajificha nyuma, una support. Unaonaje? Unaonaje mtu akijificha nyuma ana support? Iko sawa? Na naona mama India akilia kila wakati. Na wewe unachua chenye kiendeleo na support. Na wewe ni rafiki yako ya kiroho. Eno mkanye. Usipomkanye mimi nitakuanika hapa mkiwa wawili. Nianike. Mkiwa wawili mimi nitawaleta na niwasomee. Sijapewa break na malaika. Uendo mkanye na hiyo tabia ikomu katika makanisa. Ikomwe kabisa. Waachilie hiyo poma. Waachilie hiyo ikome kabisa. Isipokoma hapa sio mbali. Uko na mbinguni utanipeleka? Hakuna mbinguni. Sasa sitaki kuona kilio ya huyo mama na watoto. Sitaki kuona kilio hiyo mama na watoto. Ati wewe umekuwa wa kuchificha, wa kupomoa ndoa za wenyewe. Wewe ndio unatafutia masuga dadi, machungwa. Shemu mwenyewe. Unasema unaokoka. Unaenda wapi? Wokovu wako unaupeleka wapi? Hiyo wokovu unapeleka nani? Ujue unachimba simo kwako, ukuje kuingia. Usio unachimbia watoto wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wacha kuongoza kipofu kuingia kwa mtaro. Kiwa unaona anamwelekea mstop, mwambie enda ulinde familia yako. Na wewe mwambie huyo msichana, mwambie miti mingi iko mikavu. Kama unataka mikavu iko ndio mwagilie maji. Kwa hivyo usipoteza wengine ukufurahia ati huko wako kwa sawa. Naweza kuomba mwombi mbaya sana. Nikitazama kilio ya huyo mama na watoto. Kwa hivyo uendo uchange. Kiwa wewe ni mmoja wao, ikiwa ukachungu kaka hapa ndani kaenda kaje? Ama nikakufukuze mimi. Niko na uwezo wa kuambia Mungu anipatie utoto ya kukatoa nje. Kwa hivyo ndoa ya mwenyewe iheshimiwe. Hata ikiwa ni kigwete huyo mama, hata ikiwa ni arana aheshimiwe. Ara. Ama ni kubadilisha tu. Bwana Yesu apewe sifa. Ama ni nyamaza mlimpea alafu mnambadilisha sasa oni. Kama ni nyamaza itaisha. Kama ni nyamaza itaisha. Kwa hivyo ndoa ya mtu heshimiwe Bwana. Hapa tunakuja kutafuta uso wa Bwana. Hatukakuja kutafuta wanaume na wanawake. Kama nataka kule na utafute mtu ukiwa fresh Bwana. Wacha kufanya nyumba yenyewe Bwana. Na wewe unapochonga. Na wewe uko na watoto ati unapongeza nini?
Nitaomba na Mungu atachibu hii mwezi. Usipoenda na kubadilika, siende kumwambia ukweli, mimi nitaomba hapa na Mungu ataleta ripoti hapa na atajibu. Mimi maombi yangu si ya kubatiza, ni ya kuambia Mungu, nimeona kilio ya yule mama na mtoto anateswa, teseka kwa ajili ya mtu fulani na anajua kweli. Kama wale wote wawili hawajui kweli, sema Makoko, umewafunza nini? Umewaambia nini? Wewe unaweza kutembea na rafiki unachua ni mchawi, unasema wacha tukae naye. Si unamwambia ukitaka kumwokoa unamwambia hapana, hii uache. Ati unamwambia wewe endelea na kazi yako ya wizi, yeye anasema yeye ameokoka. Hypocrite. Mafarisayo na Masadukayo walimuuliza Bwana, kwa nini wanafunzi wako wanafanya nini siku ya Sabato? Tuelewane. Sengine mimi sina wanaume. Sengine wanachochewa na wanawake. Ama ni uongo? Ama wazee ni uongo? Unaenda hapo na mtesti, ninulie chai. Sasa amekuwekea chai na mkoroga. Unamweka kipofu kutoka kwa nyumba yake. Kwa sababu unataka mahali pale apate kachungwa. Ndio furahie ile nyumba ya yule mama mwingine imetombeka. Sina wakati ningenena mengi katika kiroho. Lakini yayo yote Bwana awabariki, na wale wako na hii tabia kuanzia leo watubu, wabadilike. Nikija round nyingine nikisika hiyo laini na kuja na staili tofauti. Kwa sababu nimepewa mamlaka. Nataka watu wote ndoa zote ikae katika amani. Kwani uliona kuchagua? Umemwambia sasa huyu mbaya. Wako waendelee mbele yake, yeye ateseke. Yeye endelee mbele. Wewe unaofanya hayo, unavizigizi kujui. Wewe umeleta weupe. Siku nyingine nisikika hiyo laini. Nani atatipongoza kuongea? Nani atapongeza mimi niongee? Nikipata hiyo laini tena huyo mtu mpaka najua hata mwenyewe ameinua mkono. Sasa simbadilike bwana. Kama sio wakati nika advice. Bwana Yesu apewe sifa. Ilikuwa mwaka 2000, kuna mama aliolewa akiwa na watoto wawili, msichana na kijana. Sasa huyo jamaa kumuleta akaanza kumdhulumu, kumutesa. Huyo mama akaja kaniambia kuna shida. Mahali anatoka kuna shida kwao, lakini huyo alimdanganya atamua, amemugeukia. Sasa yule jirani yake anamwambia huyu sio mwanamke umeoa, ni mbaya. Wacha nikutafutie mwingine utaoa. Ngamwambia huyo na maombi tuombe. Kiwa ni chakula utakuja nikupatie kidogo, nani unapigia watoto. Unajua huyu mtoto saa hii, huyo mama amefaulu, yule mtoto alikuwa amekataliwa. Saa kubwa mahali amefungua kompyuta, ameajiri watu. Na amemaliza kutoka nini university. Amefanya university hapo nyingine inaitwa Kirinyaga University. Amemaliza 6 years ago. Msichana leo yeye ndio mkubwa, huyo alikuwa anakataliwa. Saa hii ako mkubwa mahali. Yule alienda akapata na yule. Sasa hii ni mwishi jambasi bwana. Unachochea, unasema hiyo kitu. Mbarikiwe sana. My name is Valentine and I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Proverbs chapter 9 verse 10. It says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. My name is Sheila and I have a memory verse. John chapter 3 verse 16. It says, for so God loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him may not perish but have eternal life. Thank you. Majina yote mazurini yako. My name is Fitinen and I have a song. Watumishi wake Baba wangapi waliopo
wanakula na kusanza chakula chake Baba. Nami natabika hapa, nashiriki na nguruwe, chakula kisichofaa, yanipasa kurudi. Nitarudi na kusema, Baba yangu nisamehe, nimekosa kwake Mungu na mbele yake Baba. Thank you. Kama jina naitwa Clinton Nansari na kuna wimbo. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day. If you want to grow, if you want to grow, if you want to grow, read your Bible, pray every day. If you want to grow. Thank you. My name is Enoch and I have a song. Moyo wangu watamani kuyatenda yalo mema, lakini mwili mnyonge najipata naanguka. Lakini mwili mnyonge najipata naanguka. Moyo wangu watamani kuyatenda yalo mema, lakini mwili mnyonge najipata naanguka. Lakini mwili mnyonge najipata naanguka. Yesu wangu ninakuomba, unishike mkono, uniumbie moyo safi, kila siku nitende mema. Yesu wangu ninakuomba, unishike mkono, uniumbie moyo safi, kila siku nitende mema. Wengi wetu watamani kuyatenda yalo mema, lakini mwili mnyonge wanajipata waanguka. Lakini mwili mnyonge wanajipata waanguka. Yesu wangu ninakuomba, unishike mkono, uniumbie moyo safi, kila siku nitende mema. Thank you. Tulia tulia nikusimulie ujira wa Yesu kuta za Yeriko ziliporomoka bila mkono wa mwanadamu. Vita havikuwa vya Wanaisraeli, bali jeshi la Mungu lisiloonekana. Ili kuwadharau kumwamini Mungu na kufuata agizo lake. Tulia tulia nikusimulie ujira wa Yesu kuta za Yeriko ziliporomoka bila mkono wa mwanadamu. Vita havikuwa vya Wanaisraeli, bali jeshi la Mungu lisiloonekana. Ili kuwadharau kumwamini Mungu na kufuata agizo lake. Walizunguka siku ya kwanza, wakazunguka hadi siku ya saba. Siku ya saba wakazunguka mara 7 na kupiga kelele kwa shangwe kuu, ukuta zikaporomoka chini. Haleluya, 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 sifa kwa Yehova muweza yote.